unaonekana huko top kama player. Okay. Umeona? Kwa sababu hata kila ninapoingia siingii mazima. Unasimama kama player wewe, ni kazi yani yako. Nikiingia naweza nikakaa hivyo hapa mwaka nitarudia kosa. Narudi nyuma kidogo. Una trauma. Kwa hiyo hata pia ninakuaga nikiingiaga kwenye mahusiano na kuaga napenda kumwambia mtu bwana ipo hivi hivi na hivi. Mimi nikihisi kama kuna usaliti wowote, mimi ndo nakuaga mtu wa kwanza kujitoa. Yani nikihisi yani nikihisi kuna usaliti wowote, hata kabla sijaona, lakini nikahisi kuna usaliti wowote, nakuwa wa kwanza kujitoa. Kwa hiyo hata kama nikija kushuhudia usaliti umenini, nakuaga ni mtu ambaye nakuwa nishakubali nyuma huko ya kwamba hivi vitu vipo na vinatokea. Vipo na vinatokea. Ndio maana nasema kwamba nimekuto kuwa muaminifu, yani siwezi kuamini mahusiano nilipojifunza, lakini endapo nitapata mtu sasa yule wa kumwamini, na hakika ataenjoy sana mapenzi. Sasa utampataje bila kumpa nafasi ya kumuonyesha kwamba wajua wakati mwingine vitu ili viwe haviji automatically. Ni sasa unavyosema mimi napenda mtu mcha Mungu, utamjuaje mcha Mungu kwa kumwangalia? Cause kanzu zinavaliwa kama alivyovaa. Umeona, na kanzu haidescribe kama huyu ni mcha Mungu. Anaweza akavaa lakini hana ucha Mungu chochote. Sasa mtu utawezaje kumjua kwamba huyu ni wa kumwamini ili na yeye aniamini bila kumpa nafasi na wewe kumuonyesha imani? Mimi naona kitu kikubwa sana ni ndoa. Kama pale itakapofika wakati mimi wa kuoa, yule ndo nitakayemwamini. Yani itakapofika wakati mimi wa kwenda kuoa, wewe yani huo ndo atapata nafasi ya kuaminiwa. Yani hata mimi kutoka waliopo kwenye ndoa na headache kuliko hata sisi ambao tuna uhusiano wa kawaida. Na ni kweli unakuta mtu anje anakuja kukuuliza wewe unaishije huko. Fanya vyote lakini usije ukathubutu kukosea. Sahihi. Kusema tu nitafute mtu niingie kwenye ndoa, nikiingia naye kwenye ndoa ndo nitamwamini. Hata kwenye ndoa watu ni wanabadilika big time, wanakuonyesha taswira ambayo tena kule ndo kubaya. Bora kwenye uhusiano wa kawaida ukiona manjegeka unasepa unaenda kuumia mbele. Lakini hapo mimi nadhani nikachangia. Mtu sahihi anajulikana. Ukimwona tu anajulikana. Huyu ni mtu sahihi. Ndio nitakupiga wewe. Na dunia sasa hivi watu wana pretend wewe. Hapana, hata kama akiigiza. Yaani kuna vitu tu ukiviona unajua kabisa huyu hapa ananiigizia. Wewe fanye sharukani mpaka tukurambe. Tulia. Siaje kukuta. Mimi naamini mahusiano ni miezi mitatu tu. Ni sawa. Yaani miezi mitatu utaona mnachatiana, mtapiga simu. Baada ya pale mimi ndo naonaga mabadiliko. Kwa hiyo nikishaanza kuona yale mabadiliko na hata pia mimi mwenyewe na katika hiyo miezi mitatu taswira yangu mimi ndo inakuwa labda inaonekana, bwana Omari yupo hivi. Umeona? Na yeye ndo anakuwa anakujua na hata na wewe ndo unamjua wakati huo. Lakini huku mwanzo kote huko zile zote ni hisia. Mimi ngoje niwaambie kitu. Mimi sinafanya Lazaro hapa. Napokea story nyingine mpaka unakaa unajiuliza, unamuuliza mtu maswali anakujibu mpaka unashangaa. Do you guys know kwamba siku hizo watu wana pretend? Mbona hicho ulichokipitia wewe ulichosimulia umekipitia, mimi na story yangu na mwingine na story zake kadhaa. Kwa binadamu tumeshakuwa katika mfumo ambao tunaamini kwamba mapenzi yanaumiza, mimi nishakipitia hiki na hiki na nishamsababisha mtu hiki na hiki. Kwa sasa hivi watu wameanzisha tabia fulani ambayo mtu anaingia kwenye uhusiano ana pretend. Wewe unavyosema mtu mkweli utamjua. Mtu anakuektia kile unachokitaka hata miezi 6. Hapo anakuektia kwa sababu gani? Yani kuna kitu anakitaka kwako. Sio hivyo? Yes. Sasa kuna namna, ndio maana mimi narudi tena pale. Kuna namna ya kumjua mtu ambaye ni sahihi. Mfano kwa wanawake. Umeona? Chunguza huyu mtu amekuja kwangu anataka nini? Mfano haya anakuhitaji mkutane kimwili. Umeona? Embo mnyime. Akiendelea kubaki na wewe, huyo sahihi kwako, huyo mwanaume sahihi kwako kwa naye. Lakini kama ile umemkatalia na hatuachane basi, mimi siwezi kuwa, huyo mtu sio sahihi. Na vile vile kwa upande wa sisi wanaume, muangalie mwanamke amekuja kwangu anataka nini. Kama unahisi anataka pesa, akikuomba pesa usimpe, mwambie sina. Mkatalie tu ile, bana nina pesa ila siwezi kukupa, ina mambo yake. Akiendelea kubaki na wewe anakupenda. Mimi ngoja nikupe story ya binamu yangu. Kilimramba mwaka jana mwezi wa 9.